أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, sisi tumeendelea kusoma kuhusu uchungu wa mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, juhudi na ujasiri wake wa kusema haki dhidi ya mafundisho na mawazo ya kishirikina ya kila kaumu, na namna alivyosimama imara mithili ya mwamba madhubuti dhidi ya kila kipengele cha ushirikina. Kuhusu mada hii, Sayyidina Ahmad alaihi wassalam akieleza mada hii anasema, tunapaswa kufikiri ya kwamba kwa uimara wa kiasi gani mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kusimama kidete juu ya madai ya utume wake, japo alikabiliana na maelfu ya hatari na akakabiliana na malaki ya maadui na wapinzani wenye kumtisha na kumwogopesha. Kwa miaka na miaka aliendelea kukabiliana na shida na matatizo, na aliendelea kuvumilia mateso ambayo yalikuwa yakikatisha tamaa yake, na siku hadi siku yalikuwa yanazidi, mambo ambayo mtu hawezi kufikiria kwamba katika hali kama hiyo ataweza kufanikiwa, bali kwa kudai madai ya unabii kwa mikono yake aliwapoteza jamaa zake, na akisema jambo moja tu akachukua malaki ya fitina na akaitisha maelfu ya mabalaa, akafukuzwa kutoka nchi yake, akasakwa ili kuuawa, nyumba yake na kila kitu chake kiliangamia. Mara nyingi alipewa sumu, na waliokuwa wenye kumtakia kheri wakawa maadui zake, na waliokuwa marafiki wakawa wapinzani wake, na kwa muda mrefu akalazimika kuvumilia shida na mateso ambayo kusimama kidete juu yake si kazi ya mdanganifu na mtapeli yeyote. Kisha anasema kwamba kwa kutoa mawaidha ya kitauhidi kwa ukweli wote, aliwafanya kaumu na madhehebu na watu wote kuwa maadui waliokuwa wamezama katika ushirikina. Waliokuwa jamaa zake aliwakataza kuabudu masanamu na akawafanya kuwa maadui zake. Aliwakasirisha Mayahudi, kwani aliwazuia kuabudu viumbe na matendo mabaya. Aliwazuia kumkadhibisha Masihi na kuvunja heshima yake, jambo ambalo liliwakasirisha Mayahudi, na wao wakawa maadui zake wakali, na wakaanza kupanga mipango ya kumua yeye. Vivyo hivyo aliwakasirisha Wakristo, kwani kama ilivyokuwa itikadi yao, yeye hakumtaja hat Isa kuwa Mungu wala mwana wa Mungu,
na hakukubali kwamba yeye alisulubiwa ili kuwasalimisha wengine. wenye kuabudu moto na nyota pia walikasirika juu yake, kwani yeye aliwakataza kuabudu wakubwa wao, na alisema kwamba tauhidi ndiyo njia pekee ya kupata wokovu. Anasema kwamba sasa tutafakari kwa uadilifu kwamba je, huo ulikuwa ni mpango wa kujipatia dunia? Shutma inaletwa zidi ya mtume sasa kwamba alikuwa amefanya yote ili kujipatia dunia, kwamba aliweka wazi mbele ya kila zehebu mambo yaliyo wazi, mambo ambayo yaliwafanya kuwa maadui zake, na mioyo yao ilivunjika. Na kabla ya kujipatia nguvu au nguvu ya kuzuia shambulio la yeyote, aliwakasirisha yote, na wao wakawa na nia ya kumwaga damu yake. Leo pia mustashirikin maadui wa islam wanaleta shutuma hii zidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati huo hawatafakari kwamba je, mtu kwa kujipatia faida anafanya hivyo? Alisema kwamba mpango ungekuwa huo kwamba kama alivyosema baadhi kuwa waongo, wengine angewasema kuwa wakweli. Kama nia yake ilikuwa ni kufuata zama na kujipatia dunia, basi wakati aliposema wengine kuwa waongo, basi kwa ajili ya kuwafurahisha wengine angesema wao ni wakweli, ili baadhi yao wangekuwa maadui na wengine wangekuwa marafiki zake. Kama waarabu wangesemwa tu kwamba Lat na Uzza ni wakweli, wao wangeanguka juu ya miguu yake, kwani wote walikuwa jamaa zake na walikuwa marafiki zake. Kulikuwa na ujamaa kati yao, kulikuwa na uhusiano wa kikabila, na kwa ajili yake walikuwa tayari kujitolea kila kitu chao, na kila kitu kilikuwa kimekisha pangwa tayari. Wao wangefurahi tu kama mtume angesema kwamba masanamu yenu ni juu ya haki. Wao wangefurahi na wangemtii kwa moyo wao wote. Walikuwa wamemwomba mtume kwamba afanye hivyo, lakini tutafakari kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyochukua uadui wa watu wote, jamaa na wengine, na tohidi tu ambayo katika zama ile ilikuwa kitu ambacho dunia ilikuwa inakichukia, na kwa sababu yake shida na matatizo yalikuwa yanapatikana. Alishika tauhidi hiyo. Hiyo ilikuwa ni matakwa gani ya maslahi ya kidunia, na kwa sababu hiyo hiyo alikuwa amekwisha haribu uhusiano wake na dunia. Sasa kwa sababu ya kukariri itikadi yake hiyo hiyo ambayo kila alipozihiri au waislamu walipokuwa wanazihiri walikuwa wanateswa, alikuwa na shabaha gani ya kujipatia lengo lake? Sio mwenyewe tu, bali waliomwamini pia walazimika kuvumilia mateso wakati walipotangaza tauhidi. Je, hiyo ilikuwa ni njia ya kujipatia dunia? Kwamba kwa kuwaambia watu maneno ambayo yalikuwa zidi ya tabia yao na matakwa yao, alifanya wote kuwa maadui na hakuweka uhusiano na kaumu yoyote. Watu wanaokuwa wanaganifu na watapeli au wanaokuwa werevu, je, wanafanya mipango ya namna hii kwamba marafiki zake pia wawe maadui zake? Watu wanaotaka kuchuma dunia kwa hila fulani, je, hiyo inakuwa ni usuli yao kwamba kwa sekunde moja tu wao waifanye dunia kuwa adui na wajiingize katika shida na matatizo? Wao kwa ajili ya kujipatia maslahi wanajenga suluhu na wote, na wanawapatia kila zehebu cheti cha ukweli. Kwa ajili ya kushika rangi ya Mungu tu wanakuwa hawana tabia hiyo. Wao hawajali umoja wa Mungu na heshima yake. Wao wanakuwa hawana shabaha kwamba kwa ajili ya Mungu wavumilie shida na mateso. Wao wanaanza kuwinda kwa njia iliyo rahisi,
yani kama nia yao ni kuwinda basi wanasambaza wavu misili ya mwindaji na wanashika njia ambayo isiwe na juhudi sana na faida ya dunia iwe kubwa. Unafiki unakuwa ni taaluma yao na sera yao inakuwa ni kuwafurahisha wengine. Kuongea na watu wote mambo matamu matamu na kujenga uhusiano na kila mwizi na mlinzi inakuwa usuli yao. Kwa muislamu wanasema allah allah na kwa wahindu wanasema ram ram, na kwenye kila majlis wanaonesha mudahana, yani wanashika rangi ile sawa na mazingira ya kimajlis. Wanakuwa hawana uhusiano wowote na mungu na wanakuwa hawana haja ya kujiingiza katika shida na matatizo. Mwalimu anakuwa amewapa somo moja tu kwamba muwaambie wote jambo moja tu kwamba njia yako iliyo unayofuata ndiyo sahihi na rai yako ndiyo sahihi na yale ulioelewa ni sahihi, ilmuradi ukweli wao na mambo yaliyo kinyume cha ukweli au haki na batili au mambo mazuri na mabaya wanakuwa hawayaoni, bali wakiona kwamba wanapata faida kutoka mtu fulani basi huyu ndiye anakuwa mtu mwenye heshima katika macho yao, na kwa kumsifu mtu fulani kama wapate faida basi wanamchukulia kuwa mtu mwenye kutoa wokovu na anakuwa miliki wao. Lakini matukio ya mtume mtukufu khatamul-anbiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni tofauti kabisa, na tunapoona jambo hili linakuwa wazi kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na rangi moja, mwenye batini safi, mwenye kujitolea kwa ajili ya mungu na mwenye kumtawakali mwenyezi mungu na kumtegemea yeye, ambaye akizama katika matakwa ya mungu na akijimaliza hakujali jambo hili kwamba kwa kutangaza tauhidi atakabiliana na mabalaa ya kiasi gani na atalazimika kuvumilia mateso na shida gani kutoka mikono ya washirikina, bali aliendelea kuvumilia shida na matatizo yote na aliendelea kufuata amri ya mola wake, na sharti ambalo linakuwa ni la mujahida na mawaiza na nasaha alilitimiza na hakuwajali wote wenye kumwogopesha. Sisi tunasema kweli kweli kwamba katika matukio ya manabii wote sisi hatuoni mfano kama huo, mfano wa mtu ambaye katika hali ya hatari alimtawakali mwenyezi mungu na kisha aliwazuia watu kuwa na ushirikina na namna alivyoonyesha uimara juu ya ukweli. muone historia ya manabii hamtapata mfano kama huo. Hivyo mutafakari kwa imani kwamba hali hizi zote namna ambavyo zinaeleza ukweli wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu mwenye akili anapotafakari kuhusu hali zake kwamba zama ambapo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuja kwa hakika ilikuwa ni zama ambayo hali yake ilikuwa inamhitaji mtu mtukufu azim musleh na mtu ambaye angekuwa na mwongozo kutoka kwa mungu na mafundisho aliyopewa yalikuwa kweli. Zama ilikuwa imeharibika na wakati ule msuluhishaji alikuwa akihitajika, kiongozi alikuwa akihitajika, na wakati ule mtume saa salam alikuja na alikuja na mafundisho ambayo yangekuwa na uwezo wa kutimiza masharti yote. Kisha mafundisho haya yaleta athari kwamba malaki ya mioyo ilivutwa na akaleta nukushi ya la ilaha illallah juu ya malaki ya vifua na shabaha inayokuwa ya utume, yani kutoa mawaiza na mafundisho ya kupata wokovu. Alifikisha kwenye ukamilifu wake, jambo ambalo halipatikani katika historia ya nabii yeyote mwingine. Kwa kuona matukio hayo ushahidi utatoka moyoni kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila shaka ni mtu mkweli atokaye kwa mungu.
mtu ambaye anakataa kwa sababu ya ubaguzi basi tiba yake haipo hata kama amkane mwenyezi mungu. La sivyo athari hizi zote za ukweli ambazo zimejumuika katika zati ya mtume salallahu alaihi wasallam basi mtu aje kuzithibitisha katika nabii yeyote mwingine ili sisi pia tujue. kisha anasema kwamba wahindu wakiwakazibisha mitume wote na vitabu vyote wanaimba nyimbo za kitu kimoja tu kwamba veda ndiyo kila kitu. wakristo wamesema kwamba mafundisho yote yameishia kwenye agano jipya tu. hawatafakari kwamba heshima na tathmini ya kila kitabu inathaminiwa kwa mujibu wa faida ya kitauhidi, na kitabu ambacho kinaleta faida ya tauhidi kinakuwa na rutba na daraja zaidi. na ndiyo sababu kwamba mtu anayekataa umoja wa mungu hata kama awe na hulka tukufu kiasi gani hawezi kupata wokovu. hulka zote njema ziwe zinapatikana kwenye dhati yake, lakini kama anakataa tauhidi basi mbele ya mungu hawezi kupata wokovu. sasa watu hawa watafakari kwamba tauhidi ambayo ni njia pekee ya kupata wokovu, kwa njia ya kitabu gani ilisambazwa duniani? Basi muniambie kwamba kwenye nchi gani kwa kupitia veda umoja na tauhidi imesambaa na imeenea. hatuoni nchi yoyote ambapo kwa kupitia injil agano jipya tauhidi iwe imesambazwa, bali wenye kuamini agano jipya hawaoni kwamba watu mwahid ni wenye kupata vukovu, na mapadre wanawaingiza katika moto. wanasema kwamba wenye kuamini tauhidi ambao hawaamini miungu mitatu wameingia katika moto, na katika rai yao mtu atakayesalimika ni huyu tu ambaye ataamini juu ya isa na ataamini juu ya hali alizokabiliana katika maisha yake. la sivyo hana njia ya kupata wokovu. kana kwamba pepo ya kufikiria ambayo wanasema kwamba itagawanywa baina ya wazungu na warusi tu. sasa nchi nyingine pia imeingia humo. watu wa marekani pia wameanza kusema, na wengine wamesema kwamba labda masihi atakapokuja tena labda atakuja katika sura ya trump. inalillah. anasema kwamba nusu itakuwa imegawanywa baina yao, na wengine wote wenye kuamini tauhidi ambao wanaona kwamba mungu ni moja na hana hasara yoyote na walikuwa wanamwona mungu kuwa mtukufu wataingizwa motoni. ilmuradhi shabaha ya maandiko hayo ndiyo hii kwamba katika uso wa dunia kitu ambacho jina lake ni tauhidi hakipatikani isipokuwa katika umati wa mtume salallahu alaihi waalihi wasallam, na nishani yake haipatikani isipokuwa katika qurani tukufu tu. kitu ambacho kinawasimamisha malaki na mamilioni ya viumbe kusimama imara juu ya umoja wa mungu. kila kaumu imetengeneza mungu wao wa kibandia, na mungu wa waislamu ni yule ambaye ni mungu tangu zamani, na katika sifa zake ni ana sifa zile zile kama alivyokuwa nazo. hivyo matukio hayo yote yanadhihirisha ukweli wa mtume mtukufu salallahu alaihi wasallam mithili ya jua la mchana, kwani kwa kupitia dhati yake tukufu shabaha ya utume inaendelea kuthibitika. na kama ambavyo kwa kuona vitu mtengenezaji wake anatambulika, vivyo hivyo watu wenye akili kwa kupitia suluhisho hiyo wanaendelea kumtambua msuluhishaji wa mungu. yaani kama mtu anatengeneza kitu fulani, kitu kinachotengenezwa yeye anatambulika kwa kupitia kitu chake kwamba ametengeneza kwa njia ya ajabu na ametengeneza kitu kizuri. vivyo hivyo utambulisho wa musle wa mungu unatokana na tauhidi. vivyo hivyo yapo matukio maelfu na maelfu ambayo yanathibitisha kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa amesaidiwa na mungu.
kwa mfano je jambo hili si la ajabu kwamba mtu mmoja asiyekuwa na nguvu mnyonge asiyeweza kusoma na kuandika yatima mpweke na maskini katika zama ambapo kila kaumu ilikuwa na nguvu ya kimali kijeshi na kielimu alileta mafundisho ya ajabu ambayo kwa kupitia hoja na dalili alifunga midomo ya watu wote na watu wakubwa ambao walikuwa wakijifanya kuwa mahakimu na watu wenye falsafa na walikuwa wasomi katika maono yao alieleza makosa yao na japo alikuwa mnyonge lakini alionyesha nguvu kiasi fulani kiasi kwamba aliwaangusha wafalme kutoka arshi zao na aliwakalisha watu maskini juu yao kama huo haukuwa msaada wa mungu basi ulikuwa ni kitu gani je kupata nguvu na kupata mamlaka kunaweza kutokea bila msaada wa mwenyezi mungu hatmasihi maud anasema kwamba historia inaeleza wazi na imeelezwa kwa uwazi katika qurani tukufu katika sehemu nyingi kwamba mtume salllahualwalh wasallam alikuwa amekuja katika zama ambapo katika dunia nzima ushirikina upotevu na ibada ya viumbe na masanamu ilikuwa imesambaa na watu wote walikuwa wameacha haki na uadilifu na wakisahau njia iliyonyoka kila kaumu ilikuwa imeshika njia ya bidhaa katika arabuni kuabudu masanamu kuliko kumeenea katika faras pia ushirikina ulikuwa umesambaa watu wa iran katika zama zile walikuwa wanaabudu moto na katika bara la hind pia mambo ya aina ya ushirikina yalikuwa yamesambaa na katika siku zile zile kwa kupitia itikadi hizi watu wengi wa mungu walifanywa kuwa miungu na vitabu viliandikwa na kama padre word anavyosema muradi wake ni john davenport yeye anasema kwamba wazungu ini katika siku zile dini iliyokuwa imeharibika ilikuwa ni ya dini kikristo john davenport pia ameandika na watu wa kristo pia wameandika kwamba dini iliyokuwa imeharibika zaidi ilikuwa ni dini ya kikristo na kwa sababu ya matendo ya mapadre dini hii ilikuwa imepata madoa na katika itikadi za kikristo vitu vingi vilikuwa vimechukua darja ya mungu sasa katika hali kama hiyo kuja kwa mtume salllahualwalh wasallam muda ambapo hali yenyewe ilikuwa inamhitaji msuluhishaji na tabibu na kisha baada ya kufika katika dunia hii namna alivyonawarisha dunia nzima kwa tauhidi na kwa matendo mazuri na akamaliza ushirikina na ibada ya masanamu ni dalili iliyo wazi kwamba mtume salllahualwalh wasallam alikuwa mtume mkweli wa mungu na mbora wa manabii ukweli wake unathibitika kabisa kwamba katika zama ya upotevu kanuni ya asili ilikuwa inamhitaji msuluhishaji mkweli na suna pia ilikuwa inahitaji kiongozi mkweli yaani watu wanapoharibika mwenyezi mungu anatuma mtume wake kwani hii ndiyo kanuni ya mwenyezi mungu kwamba katika dunia mambo yanapozidi na kufikia kilele chake rehema ya mungu inashuka ili kuondoa hali ile kama ambavyo kwa sababu ya kutokuonyesha mvua ukame ukipatikana basi katika hali kama hiyo watu wanaanza kufa basi mwenyezi mungu analeta mvua ananesha mvua na kwa sababu ya majanga malaki ya watu wanapoanza kufa basi hali fulani ya tiba inajitokeza au dawa inapatikana na
kaumu inapokamatwa na mzalimu basi mtu anapatikana anayezingatia adili na anawaokoa vivyo hivyo watu wanaposahau njia ya mungu na wanaacha tauhidi na kusema kwa haki basi mwenyezi mungu akimpatia mja wake busara kamili na kumpatia heshima ya kalamu yake na ufunuo na ilhamu anamtuma ili kuwaongoza wanadamu ili mambo yaliyoharibika yeye aje kuyarekebisha na uhakika wake ndio huu kwamba mwenyezi mungu ambaye ni msimamizi wa ulimwengu huu ambaye yani dunia hii inamtegemea yeye tu na inatokana na msaada wake na ni kwa sababu yake yeye hakatishi sifa yake na haachi sifa hiyo bali sifa yake inazwihiri kwa wakati wake na inazwihiri mara moja hivyo kwa mujibu wa pendekezo la kiakili pia inathibitika kwamba kwa ajili ya kuvunja shida na matatizo sifa ya mungu inadhihiri ambayo inabadilisha hali vivyo hivyo kwa mujibu wa historia na kwa mujibu wa maelezo ya furkane majid yani kurani tukufu jambo hili limethibitika kwamba wakati wa ujio wa mtume saa salam shida hii ilikuwa imeenea kwamba kaumu zote za dunia zilikuwa zimeacha njia ya tauhidi na ikhilasi na kusema kwa haki na kila mmoja anajua kwamba mwenye kurekebisha hali hii na ufisadi huo na mwenye kutoa ulimwengu huu kutoka giza totoro na kuwapatia tauhidi ya kweli ni mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam pekee na si mwingine basi natija inayotoka ndiyo hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiongozi mkweli atokaye kwa mungu mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye dhati ndiye mtu ambaye alisimamisha tauhidi ya kweli katika rangi ya kweli katika hutuba zilizopita nimekwisha eleza matukio yake mengi nimeeleza kumbukumbu nyingi namna ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya juhudi ili kusimamisha tauhidi na katika zama hizi sisi twaona kwamba kwa mujibu wa ahadi ya mwenyezi mungu alimtuma mtumishi wake mkweli ili kusimamisha tauhidi kustawisha tauhidi kwani katika zama hizi mirza ghulam ahmad kadiani alaihi wassalam ndiye masihi maud masihi aliahidiwa na mahdi kutabiriwa ambaye alikuwa mfano kamili wa mafundisho na suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na moyo wake ulikuwa umejaa katika kumtii kiongozi wake ulikuwa umejaa na uchungu wa kusambaza tauhidi ya mwenyezi mungu hivyo katika maandiko yake na katika maisha yake ya kimatendo sisi tunaona mifano yake mingi ambayo naweka mbele yenu hata masihi maud anasema kwamba ni jambo la ajabu ambalo mungu anaonyesha katika haki yangu ufunuo wangu huu kwamba anta minni bimanzilati tauhidi wa tafridi ni ufunuo wenye mtindo mpya sisi hatujawahi kuona maneno ya namna hii katika maandiko yangu ya kiilhamu maana ambayo mimi naelewa ndiyo hii kwamba mtu huyo anakuwa kwenye daraja ya tauhidi anapokuja katika muda ambapo dunia inachukia tauhidi na inaona tauhidi ndiyo kitu chenye kuchukiza wakati kama huo anayekuja anakuwa tauhidi mujassam alikuwa ameeleza katika majlis fulani na gazeti moja limeandika hivi na gazeti jingine limeandika kwa maelezo zaidi kwenye albadar alisema kwamba mtu huyo anajaaliwa kiu cha tauhidi yeye akiweka shabaha zake na maksudi yake yote kwenye kando anakuwa mujassam tauhid ili kusimamisha tauhidi kukaa kwake na kuamka kwake na kila kitendo chake na kila amali yake na matendo yake kunakuwa na uchungu wa kusambaza tauhidi kila moja anakuwa na shabaha anakuwa na kusudio lakini mtu huyu ambaye anakuwa amezama katika mapenzi ya mwenyezi mungu shabaha yake na lengo lake linakuwa ni tauhidi ya mwenyezi mungu tu huyu anatanguliza tauhidi ya mungu juu ya hisia zake za kiasili na maksudio yake yote anaweka haja zake zote nyuma vivyo hivyo
kila moja anakuwa na shabaha na kusudio lake ambalo anataka kulifikia, lakini inakuwa katika mamlaka ya mungu kwamba amfikishe kwenye hali ile au kabla yake amfishe. Watu wanakuwa na tamaa mbalimbali, wafanya biashara wanakuwa na shabaha na maksudi yao ya kufikia lengo lao. Mungu anawafikisha kwenye hali ile au wanakufa kabla yake. Wao kwa ajili ya vitu mbalimbali wanapoteza utulivu wao, na saa nyingine watu wakijiingiza katika mambo kama hayo wanajiua. Lakini mtu anayekuja kutoka kwa mungu, jaziba yake inakuwa ni kwa ajili ya tauhidi ya mungu tu, na yeye badala ya kujipatia tamaa binafsi, yeye anakosa utulivu kwa ajili ya tauhidi ya mwenyezi mungu. Mimi naelewa kwamba maneno hayo katika muda kama huo yanatoka kwa mungu, kwamba anta minni bimanzila tauhidi wa tafridi, kwani mungu anapenda sana tauhidi yake. hii ilikuwa ni tauhidi ambayo kwa ajili yake mwenyezi mungu saa nyingine kwa kupitia janga, kwa kupitia ukame na kwa kupitia mikono, upanga wa mikono ya manabii wapendwa, kwa ajili ya kusimisha tauhidi aliwaangamiza maelfu ya watu. hali ya Maka na Madina pia ilishika sura kwa sababu hiyo tu. Swala la Musa pia lilikuwa ni kwa ajili ya tauhidi. hat Masihi Maud alaihi wassalam akieleza aina mbalimbali ya ushirikina anasema kwamba pamoja na hayo yapasa kujiepusha na kila aina ya ushirikina. lisichukuliwe jua wala mwezi wala nyota za mbinguni wala hewa wala moto wala maji wala kitu kingine chochote cha ardhini kuwa kitu cha kuabudiwa, wala njia za kidunia zisipewe heshima wala zisitegemewe kiasi hiki kana kwamba hizo ni washiriki wa mungu, wala nguvu na juhudi yetu isihesabiwe kuwa chochote. maana hii pia ni aina mojawapo ya ushirikina, bali baada ya kutia juhudi yote ifahamike kwamba hatujafanya kitu, wala tusijivunie elimu yetu wala tusione fahari kwa matendo yetu, bali tujihisabu kwa kweli majahili na tujione tu wavivu, na wakati wote roho iwe inaanguka juu ya kizingiti cha mwenyezi mungu tu, na tuiname mbele yake kwamba kila kitu kitakachotokea kitatokana na fadhili yako tu. elimu ya mwanadamu inamhitaji mwalimu, tena ina kikomo. yani elimu ya mtu inahitaji mwalimu na ina kikomo, lakini elimu yake haimhitaji yeyote. yani elimu ya mungu haimhitaji mwalimu yeyote, na juu ya hayo haina mipaka, haina mipaka yoyote. kusikia kwa mtu kuna hitaji hewa na kuna mipaka. nguvu ya kusikia inahitaji hewa na ina mipaka, lakini kusikia kwa mungu ni kwa nguvu yake binafsi na hakuna mipaka. kuona kwa mwanadamu kuna hitaji jua au mwanga mwingine wote na kuna mipaka, lakini kuona kwa mungu ni kwa mwanga wake binafsi na haina mipaka. vivyo hivyo nguvu ya mwanadamu kuzaa inahitaji mada fulani na inahitaji muda, tena ina mipaka, lakini uwezo wa mungu kuumba hauhitaji mada yoyote wala hauhitaji muda wala hauna mipaka, kwani sifa zake zote hazina mfano, na jinsi ambavyo hana mfano kadhalika sifa zake nazo hazina mfano. kama yeye ana kasoro katika sifa moja, basi yeye atakuwa na kasoro katika sifa zote. kwa hiyo umoja wake hauwezi kuwepo mpaka yeye sawa na dhati yake asiwe na mfano wala mithili yake katika sifa zake pia zote. hiyo ni tauhidi ambayo Qur'an tukufu imetufundisha. kwa sababu ya zama na athari, maswali yanaibuka kwa watoto, wanauliza kwamba nani alimuumba mungu, mungu alitoka wapi? labda wakubwa wanawaambia au maswali yanaibuka yenyewe katika vichwa vyao, lakini zati ya mungu ni daima dawamu na atabaki milele, hana mipako, amewaumba wote na hakuna mwenye kumuumba yeye. fikra inayoweza kutokea ya kitu mwisho ambacho kilipatikana chenyewe ni mwenyezi mungu. hat Masihi Maud anasema ikumbukwe kuwa
tauhidi ya kweli anayotaka mungu tuikiri na ambayo wokovu unafungamana nayo ndiyo kumfahamu mungu, kuepukana na kila mshirika katika dhati yake, hata kama ni sanamu au mwanadamu au jua au mwezi au nafsi ya mtu mwenyewe au tadbiri yake au hila na ulaghai wake, na kuto kupendekeza zidi yake mweza yeyote, kutoamini mtoaji riziki yeyote, kutomzania yeyote kuwa mwenye kutoa heshima na zila, na kutopanga msaidizi yeyote wala mwenye kuauni. Na ya pili ndiyo kumpenda yeye pekee, kumwabudu yeye pekee, kujinyenyekeza kwake pekee, kumtumaini yeye pekee na kumcha yeye pekee. Basi tauhidi yoyote haiwezi kukamilika pasipo hali hizi tatu za pekee. Ya kwanza tauhidi kuhusu zati, yani kufahamu vitu vyote kama havipo mbele ya kuwepo kwake, yani ni vyenye kuisha, na kuviona vyote hivyo ni vyenye kuangamia, tena hauna uhakika. Hakuna ukamilifu. Pili, tauhidi kuhusu sifa, yani kutokuamini sifa za kuruzuku na uungu kupatikana katika yote awaye isipokuwa katika mungu, na kuyakini kuwa wale wanaoonekana kizwahiri wanaruzuku viumbe au ni wapaji ndio mpango wa mkono wake, si Marekani wala Israeli au nguvu yote ya kidunia, bali ni nguvu ya mungu tu. Kama waislamu watambue kitu hicho, kwa yakini watafanikiwa. Tatu, tauhidi kiupendo na kiukweli na kiikhilasi, yani kutomshirikisha yeyote na mwenyezi mungu katika mapenzi na mengineyo yaliyo alama ya ibada na kujipoteza tu ndani yake. Kisha anasema kwamba katika zama hizi mungu alipoona kwamba ardhi imeharibika na mamilioni ya watu wameshika njia ya ushirikina, na walipatikana duniani watu zaidi ya milioni 400 ambao wanamfanya mwana wa mariamu kuwa mungu. Katika zama zile hii ilikuwa ni idadi ya wakristo, na watu wamezama katika kunywa pombe na katika kuabudu mambo ya dunia. mwenyezi mungu alinituma ili mimi nirekebishe matendo haya. Hivyo hadi sasa juu ya mkono wangu watu kariban 100,000 wamekwisha tubu juu ya matendo yao mabaya. Hilo ni jambo la wakati ule aliposema, sasa kwa fadhili ya Allah mamilioni watu wamekwisha jiunga na jumuiya yake, na alieleza nishani kwamba nishani zaidi ya 150 zimekwisha zihiri na malaki ya watu ni mashahidi juu yake, na nimetumwa ili nisimamishe tauhidi juu ya ardhi na niwaokoe watu kutoka kuabudu watu na mawe, na mimi niwaelekeze upande wa mwenyezi mungu asiye na mshirika yoyote, na mimi ni wasihi ili wajipatie utakaso na ukweli. Hivi mimi naona kwamba mpango umezihiri kwa watu na maelfu ya watu wanatubu juu ya mkono wangu, na kutoka mbingu pia upepo umeanza kuvuma ambao unaendelea kuwavuta watu, na inaonekana kwamba sasa ni mpango wa mungu kwamba kuabudu kwa wanadamu kufutwe kutoka dunia. Na kwa ajili ya kutimiza shabaha hii mwenyezi mungu ameanzisha mipango yake mingi, na sisi tunafanya mahubiri na mungu ametuwezesha, na hii ni kazi ya kila ahmadia kwamba afanye juhudi ili kusambaza tauhidi. Anasema kwamba tunapoulizwa swali kwamba kuabudu masanamu kuna maana gani, ni lazima kwamba sisi tueleze mambo haya. Ikumbukwe kwamba ibada ni natija ya itikadi, na itikadi ya watu wenye haki ndio hii kwamba mungu ni mmoja na sifa zake ni tangu daima dawamu, yani hakuna mabadiliko katika sifa zake, hakuna mabadiliko yanayoweza kutokea kwenye tabia yake na katika sifa zake, na hana mwanzo wala mwisho. mungu aliye mkweli ni tangu zamani na ni daima dawamu, yani sio kwamba ameumbwa kwa njia fulani kama nilivyosema, na jibu la baadhi ya maswali limekuja hapa. mungu mkweli ni tangu awali na tangu zamani, na si kiumbe ambacho kiwe kimeumbwa, na hana sifa ambazo kwa kuzikubali moyo wetu unaweza kuchukia.
moyo wetu umejaa na sifa zake. Huyu ni mmoja tangu azal, tangu awali. Na ni moyo gani ambao unakana umoja wake? Na huyu ni mmoja tu. Na ni moyo gani ambao unakiri utatu? Mafundisho ya wakristo ndiyo haya kwamba ni miungu mitatu, lakini watu wenye asili njema hawezi kukubali itikadi hiyo. Anasema kwamba nimetumwa ili kurekebisha matatizo na makosa ya wakristo na wengine. Na ndiyo maana wale ambao wamemfanya isa kuwa mungu, jambo kama hilo limeendelea kunihuzunisha kiasi hiki kwamba mimi siwezi kutafakari kwamba katika maisha yangu nitakuwa nimepata ghamu kubwa zaidi kuliko hiyo. Kama ingewezekana kwamba ningekufa kwa ghamu hii, basi ghamu hii ingeniangamiza. Kwamba kwa nini watu hawa kwa kumwacha mungu aliye moja wanamwabudu mtu moja mnyonge? Na kwa nini hawamwamini nabii huyu ambaye alikuja duniani pamoja na mwongozo kweli, yani mtume sallallahu alaihi wasallam? Muda wote nimeendelea kuwa na wasiwasi kwamba kwa sababu ya huzuni hizi nisije nikaangamia. Anasema kwamba mungu amesema kweli katika Qur'an tukufu kwamba ni karibu kwamba kwa sababu ya uzushi huu mbingu zipasuke, kwamba mtu mmoja mnyonge anafanywa kuwa mungu. Na kwa sababu ya uchungu huu, hii ndiyo hali yangu, kwamba kama wengine wanataka pepo yangu ndiyo hii, kwamba mimi katika maisha yangu ni waokoe watu wapate wokovu kutoka ushirikina, na nione jilali ya mungu ionekane na izuhiri. Na roho yangu inaomba dua kwamba ewe mungu, kama nimetoka kutoka kwako na kivuli cha fadhili ni pamoja nami, basi unionyeshe siku hizi kwamba shutuma hii iondolewe kutoka kichwa cha masihi, kwamba mungu apishe mbali alikuwa amedai kuwa mungu. Zama imepita. Hayo ni maombi yangu kwamba mungu afumbue macho ya watu hawa, na wao wamwamini umoja wake na wamtambue mtume wake, na watubu kuhusu itikadi ya utatu. Utatu kwa matendo unaendelea kufutwa duniani. Nadharia ya utatu imebaki katika vitabu tu. Ni wachache ambao sasa wanaifuata katika ulaya haswa na afrika na marekani bado wapo, lakini hata wanawacha nadharia ya utatu, hawamwamini mungu kuwa moja. hivyo tufanye juhudi ili kusimamisha tauhidi, na tufanye juhudi kwa ajili yake. mungu afanye kwamba shabaha ambayo mwenyezi mungu alimtuma masihi maud duniani na mafundisho ya tauhidi ambayo mtume alikuwa ameyatangaza, sisi pia tuweze kuyafuata tauhidi ya kweli, na pia tuweze kusambaza duniani, kwani huo ndio utatuzi wa kipekee wa wokovu wa dunia na ulimwengu, na hakuna utatuzi mwingine. mwenyezi mungu atujalie sote. baada ya swala nitasalisha jeneza ghaibu, jeneza mbili. marehemu wa kwanza ni mheshimiwa khwaja zafar ahmad saheb ambaye alikuwa amir wa zamani wa wilaya sialkot. siku hizi alikuwepo marekani. siku za nyuma akiwa na umri miaka 91 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa musi. binti yake ifat anasema kwamba tangu utotoni nilimwona baba yangu akijitolea kwa ajili ya jumuiya na kuitumikia jumuiya. kushikamana na ukhalifa kwa moyo wake wote kulikuwa ni sifa ya tabia yake, sifa ambayo ilitoa mchango mkubwa sana kwa watoto wake kujenga mshikamano na ukhalifa, na huu ni uhakika. alikuwa mtu mwaminifu, mwenye ikhilasi na mwenye kutii nizamu ya jamaati. alipata taufiki ya kuitumikia jamaat tangu ujana hadi umri wake wa mwisho kama qaid khudamul ahmadiyya, qaid khudamul ahmadiyya wa wilaya, qaid wa tawi, amir wa wilaya, amir mukami. alipata bahati ya kuitumikia jamaat. alikuwa na shauku ya kuwatumikia wageni wa masihi maud kutoka markaz. wageni walikuwa wanaenda kumtembelea, alikuwa anawatumikia. alikuwa anawakarimu kwa moyo bashasha, mwenye bashasha. kulikuwa na utulivu makhsus alipokuwa anawatumikia na kuwahudumia. alikuwa hana tabia ya kusema jambo lolote kuhusu kiongozi, jambo lisilofaa, na alikuwa hapendi kulisikiliza. alikuwa anamtawakali mwenyezi mungu.
akipata majaribio yoyote hata kama iwe huduma ya kijamaati au kidhati daima aliendelea kumwomba mungu na alikuwa anamtegemea mwenyezi mungu kwa ukamilifu wote. binti yake anasema kwamba sisi pia tumeona mara nyingi mwenyezi mungu alikuwa anamsaidia na alikuwa anakubali maombi yake. aliweza kumtumikia mama yake vile vile. mama yake alipokuwa anaumwa kwa miaka mingi aliendelea kumtumikia kwa subira na kwa upendo. kwenye familia ameacha mke na mabinti watatu na wajukuu na watukuu wengine. mwenyezi mungu amghofirie. vivyo hivyo kwa mujibu wa usimamizi alikuwa amir wa wilaya. alikuwa anajua kila tawi lake. tawi hata kama liwe dogo la kijijini alikuwa analijua na alikuwa anajua njia zote. alikuwa anajua kuhusu hali ya wilaya. sio kwamba amekuwa amir sasa abaki mjini tu, hapana, bali alikuwa anakwenda kwenye kila tawi. na wakati wa jalsa salana hali ilipokuwa nzuri, treni makhsus zilikuwa zinatoka sialkot. alikuwa anafanya mipango ya kuwasafirisha watu kwa njia ya treni. alikuwa mtu wa watu mwenye kuwapenda wote na daima kama nisemavyo alikuwa amejaa na ikhlasi na unyofu. alikuwa mtu mnyenyekevu. mwenyezi mungu amghofirie. marehemu anayefuata ni mheshimiwa idra ago alido saheb, mkazi wa burkina faso, mwana jumuiya. alikuwa mwanajeshi na siku hizi alikuwa amepewa kazi katika kijiji kimoja cha ayogya. magaidi wameleta ufisadi sana katika kijiji kile. Machi 3 wakati wa kutekeleza wajibu wake aliuawa shahidi kwa sababu ya uvamizi wa magaidi. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. umri wake ulikuwa ni miaka 40. alikuwa kijana mwenye ikhlasi. 2007 alikuwa amekubali ahmadia. mke wake yeye na mke wake walikuwa waahmadia tu katika familia na hakuna ahmadia mwingine katika familia. mubalig wa jimbo sadat saheb anasema marehemu alikuwa mtu mwenye ikhlasi katika jamaat. alikuwa akishikamana na ukhalifa. alikuwa mtu mwenye tabia njema sana. aliwahi kuwa qaim khudamul ahmadia. alikuwa anatoa michango bila shida yote na kwa wakati. alikuwa anashiriki katika mipango ya jamaat. alikuwa anafanya kazi jeshini lakini alikuwa anashiriki jalsa salana ya burkina faso bila kukosa. alikuwa anawaheshimu murabian na mwalimin kwa heshima sana. 2008 nilipoenda kutembelea nchi ya ghana. 2005 nilikuwa nimeenda burkina faso vile vile, lakini 2008 nilienda ghana. khudam walikuja kutoka burkina faso kwa njia ya baiskeli. walisafiri kilomita zaidi ya 1000 na baiskeli zao sio kama tunakuwa nazo hapa, bali baiskeli mbovu na barabara mbovu, lakini walisafiri zaidi ya kilomita 1000 na walifika ghana na walikutana nami. alikuwa anaenda kushiriki jalsa salana kwa njia ya baiskeli. simpori abdurrahman local missionary anasema kwamba nilimkuta marehemu kuwa mwenye kujitolea kwa ajili ya jamaat na kuwa tayari kwa shughuli za jamaati. akiitwa kwa kazi fulani alikuwa anasema labbaik. alikuwa anatekeleza wajibu wake wote wakati wa jalsa salana na ijtimaat ya tanzim. watu namna alivyokuwa anajitolea, watu walikuwa wanamuita mwalimu. hata walimu pia hawafanyi kazi kwa roho ya wakfu kama huyu alivyokuwa nafanya. alipokuwa hakupata kazi jeshini alikuwa na wasiwasi kwamba siku hizi sina kazi na mimi ni maskini, kivipi naweza kushiriki katika maendeleo ya jamaati. lakini alipopata ajira basi akaanza kutoa michango bila shida yote na kwa wakati. alikuwa na uhusiano imara na jamaati. alipokuwa anahamishwa mahala fulani alikuwa anatafuta jamaati center au msikiti na alikuwa anakuja kushiriki katika sala ya ijumaa. kwenye familia ameacha mama, mke na kijana mmoja na mabinti wawili. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر